Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo. Natumai umzima ubuheri wa afya na mipenya nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa uchambuzi na uchanganuzi wa siasa, haswa kile ambacho kimefanyika siku ya leo. Hali ya wasiwasi na taharuki iliweza kutanda katika mazishi ya mwenda zake aliyekuwa mbunge katika eneo bunge wa Kilishi la Olekalau katika kaunti ya Nyandarua, David Njuguna. Ni kipi hiki ambacho kilifanyika? Kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah aligoma kuzungumza. Kwa nini aligoma kuzungumza katika mazishi hayo, licha ya kuwa miongoni mwa waombolezaji waliohudhuria mazishi hayo yaliyohudhuriwa na Rais William Ruto na aliyekuwa naibu rais humu nchini Rigathi Gachagua? Viongozi wengi waliweza kuhudhuria mazishi yale, lakini Kimani Ichung'wah alikataa, na habari zile ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari, alikuwa awe MC katika mazishi yale, lakini akaona hali vile ilivyo, MC aliweza kubadilishwa. Kwa sababu gani? Nitakueleza. Kabla nizame kwa undani, shukuru wote ambao mnatazama hikana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hikanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishwa na kuandikwa subscribe. Tutakariwa kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pili tu tunazoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Without wasting your time, back to our analysis. Kimani Ichung'wah amekuwa akirusha makombora makali kwa Rigathi Gachagua ambaye alikuwa katika mazishi yale. Hakukabidhiwa nafasi ya kuzungumza. Wengine walikabidhiwa nafasi ya kuzungumza. Yeye alihudhuria mazishi ya mwenda zake David Njuguna, lakini hakuzungumza. I want to put this into perspective so that we can really understand what was really happening during funeral meeting. Kwa nini hakuzungumza? Point number 1, aliweza kutishiwa na seneta wa kaunti ya Nyandarua John Methu. Kivipi? Seneta John Methu alipokuwa akizungumza aliweza kumwambia hadharani Kimani Ichung'wah ajaribu kumtusi Rigathi Gachagua vile amekuwa na tabia ya kumtusi kila wakati anapokabidhiwa kipaza sauti. Akamwambia kama yeye ni mwanaume amtusi Rigathi Gachagua akiwa kwa mazishi. Tusikize. Mimi namalizia, I will not even take 1 minute. Nilikuwa nataka kuambia Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, hiyo maneno unatusi Rigathi Gachagua, leo wako hapa mtusi ndio tujue wewe. Baada ya John Methu kumtishia kwamba amtusi Rigathi Gachagua, wakabadilisha, wakasema liwe liwalo na liwe, hawezi kuzungumza kwa sababu taharuki ingetanda na kusambaratisha waombolezaji waliofika katika mazishi yale, kumaanisha aliweza kufukuzwa. Hakuzungumza kwa mazishi ya mwenda zake David Njuguna kwa sababu aliweza kutishiwa na Senator John Methu, ambaye pia aliweza kumwambia anamheshimu Rais William Ruto kwa sababu yeye ni amri jeshi mkuu na yeye ni kama mzazi, lakini kumheshimu haimaanishi kwamba anamuogopa. Lazima mabadiliko yafanyike na maendeleo yafanywe chini ya serikali ya Rais William Ruto. Ikumbuke ya kwamba John Methu ni mwandani wa Rigathi Gachagua. Kwa hivyo ndio maana alikuwa anarusha makombora makali kwa Kimani Ichung'wah ambaye ni kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa. Point number 2, kwa nini alisusia kuzungumza licha ya kuhudhuria mazishi ya mwenda zake David Njuguna? Number 2, presence of former Deputy President Rigathi Gachagua. Mara mingi wakati Kimani Ichung'wah anapokuwa katika mikutano ya kisiasa anarusha vijembe kwa Rigathi Gachagua, akimuita mkabila, akimuita mtu ambaye haoni mbele wala nyuma. Sasa kwa sababu siasa zake wengi wamezizoea, wanazielewa, wanazijua, akaona Rigathi Gachagua yupo pale, akaona haiwezekani aweze kuenda kuzungumza
Rigathi Gachagua akiwa, kwa sababu Rigathi Gachagua yupo na wafuasi wengi zaidi katika eneo la Mlima Kenya, na ikumbuko ya kwamba Kimani Ichung'wah ni miongoni mwa wasaliti ambao waliweza kumsaliti Rigathi Gachagua. Wakati Rigathi Gachagua alikuwa anang'olewa mamlakani baada ya miaka miwili kama kuwa naibu rais, kwa sababu waliweza kuchaguliwa na Rais William Ruto kwa tikiti moja ya UDA katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2022. Baada ya miaka miwili, mswada ukafikishwa katika bunge la kitaifa wa kumuondoa afisini Rigathi Gachagua. Kimani Ichung'wah alikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wanasisitiza na kusema ya kwamba Rigathi Gachagua roho yake ni chafu. Akasema iwezekani, lazima ang'olewe mamlakani, kwa sababu uwepo wa Rigathi Gachagua ndio uliweza kuchangia Kimani Ichung'wah kususia kuzungumza. Na hata wakati Rigathi Gachagua alipokabidhiwa kipaza sauti, naye aliweza kumshambulia, akaambia Rais William Ruto, wale ambao walikuweka kwa shimo sio wengine ila tu ni Kimani Ichung'wah. Kwa sababu ya uwepo wa Kimani Ichung'wah lazima utaingia kwa shimo, kwa sababu kuna wafuasi wengi katika eneo la Mlima Kenya. Ndio maana ameanzisha mchakato wa kusema fagia wasaliti katika eneo la Mlima Kenya. Tumsikize Rigathi Gachagua kwa mazishi hayo siku ya leo. Nikakwambia hao vijana utembea na hawa watakuweka kwa shimo. Hawa akina Ichung'wah nilikwambia wataweka kwa shimo. Wale watu rais wangepata shida ni hii akina Ichung'wah kama angekuja hapa, kwa sababu ni wasaliti wa jamii yetu na ni watu ambaye wametukana jamii, ati wanasema sisi ni wakabila na hao ni wa Kikuyu. Hao vijana yako rais, nilikwambia kabla hatujakosana kabisa, nilikwambia. Sauti hiyo ni ya Rigathi Gachagua. Kwa hivyo uwepo wa Rigathi Gachagua ndio uliweza kuchangia Kimani Ichung'wah kutozungumza kwa mazishi yale. Kwa hivyo siasa kabla ya 2027 tutakuwa tunashuhudia mabadiliko makubwa. Wale ambao waliweza kumuondoa afisini Rigathi Gachagua, liwe liwalo na liwe, Rigathi Gachagua atahakikisha wote wameenda nyumbani, kwa sababu waliweza kumsaliti. Alikuwa pale, nilikuwa nafuatilia na mtazama, alikuwa anacheka tu, lakini akasema hapa ni kunoma, siwezi kuzungumza, kwa sababu katika kaunti ile ya Nyandarua Rigathi Gachagua ni ngome yake ya kisiasa. Hata kabla ya siku ya leo ya mazishi aliweza kutangaza siku ya Jumanne, akasema atafika katika mazishi yale na hakuna yeyote ambaye atamzuia kuzungumza kwa mazishi, na hata kumzuia mwandani wake ambaye ni seneta katika kaunti ya Nyandarua ambaye anaitwa John Methu. Jambo ambalo tuliweza kushuhudia siku ya leo, na aliweza kuwazidi nguvu wala ambao walikuwa wanasema katika programu hawawezi kuzungumza. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you are watching us for the first time or you have been watching us but you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any video clip, you'll be notified automatically that Omo Kenya TV has uploaded a video clip to watch. Remember to share our content always with other WhatsApp groups and on Facebook. That is only we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed by our super being whole of Sadahaval. Let's meet in the next video. Bye bye, ladies and gentlemen.